Gazeti la Financial Times limeandika Volodymyr Zelensky amekwisha. Gazeti hilo limesema kwamba Zelensky amefikia tamati sasa na hana namna ya kuendelea kuwa kama rais wa taifa hilo la Ukraine. Uongozi wa Volodymyr Zelensky unafikia kikomo. Gazeti hilo la Financial Times linaripoti Alhamisi likisema kwamba wakati huu Zelensky ni kama vile hana tena nafasi ya kuwa rais katika taifa hilo ambalo limekumbwa na vita, na juhudi kubwa zinafanywa na Wamarekani kuhakikisha anaondolewa mamlakani kutokana na namna ya hali alivyoiendesha Ukraine. Muda wa urais wake ulimalizika Mei mwaka 2025, lakini amekataa kufanya uchaguzi mpya, akimaanisha kwamba nchi hiyo iliongozwa na sheria za kijeshi ambazo iliwekwa wakati wa mgogoro na Urusi. Utawala wa sasa wa Marekani hivi karibuni umekuwa ukijaribu kujadili njia ya kummaliza kabisa bwana Volodymyr Zelensky, lakini pia kuondoa uhasama uliopo kati ya Ukraine na Urusi. Rais Donald Trump alisisitiza kwa muda usaidizi wa kijeshi na ushirikiano wa kijasusi na Kiev, lakini akarejesha kufuatia mkutano wa pande mbili nchini Saudi Arabia mapema wiki hii. Tuko katika hatua za mwisho za uraisi wa Zelensky, afisa mkuu wa Ukraine ambaye hakutajwa jina aliliambia gazeti la Financial Times, akithibitisha kuongezeka kwa uvumi katika duru za kisiasa za nchi hiyo juu ya muda gani atakaa madarakani. Afisa huyo alieleza mzozo wa Urusi kuwa kwa sasa upo katika hatua ya moto. Kulingana na wanajeshi wa Ukraine, wachambuzi na maafisa waliotajwa na gazeti hilo, Kiev ingeweza kuendelea kupigana kwa angalau miezi 6 endapo itasitishwa kabisa msaada wa kijeshi kutoka kwa Marekani. Walisema hata hivyo kwamba inaweza kuwa ndefu zaidi kama EU itajaza pengo na uzalishaji wa silaha wa ndani utaongezeka. Maafisa wa magharibi ambao pia hawakutajwa majina yao waliambia Financial Times kwamba mbali na ukosefu wa silaha na risasi, uongozi wa Zelensky unaweza kukabiliwa na uhaba wa wapiganaji katika safu ambayo bado ina shida kubwa zaidi nchini Ukraine. Hata hivyo, Urusi imekuwa ikionyesha jitihada za mapambano zaidi katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Ukraine. Hata hivyo, katika jambo muhimu ambalo wakati huu linatajwa ni kutokana na hali ya mambo katika taifa hilo, huku wengi wakitarajia kwamba katika siku za hivi karibuni baada ya kumalizika kwa vita huenda uchaguzi ukafanyika. Lakini pia ikiwa uchaguzi hautafanyika, huenda kukawa na shinikizo la kumwondoa madarakani rais huyo wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky. Baadhi ya vyombo vya habari viliripoti kwamba huenda akapelekwa nchini Ufaransa kwa nguvu. Financial Times ilibaini kuwa wapinzani wa kisiasa wa Zelensky kwa sasa wanajitayarisha kwa uchaguzi, kuunda miungano na kujaribu ujumbe wa umma. Wanasiasa kadhaa wameripotiwa kuanza kuwasiliana na maafisa katika utawala wa Donald Trump. Zelensky ambaye muhula wake uliisha Mei 2024 alikataa kuondoka madarakani kwa kisingizio cha uwepo wa vita na kwamba hakutakuwa na uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi huku vita vikiendelea. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitilia shaka msimamo wa Zelensky pia. Muda mfupi baada ya muhula wake rasmi kama mkuu wa nchi kumalizika karibu mwaka mmoja uliopita, Rais wa Urusi alilitaja bunge la Ukraine kuwa mamlaka pekee ambayo ni halali. Putin hivi majuzi alikariri kuwa kiongozi huyo wa Ukraine hana tena haki ya kusaini mikataba rasmi. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.